Ukiota ndoto hizi, jua una roho ya utajiri, baraka na mafanikio. Usipuze. Kabla sijaendelea, kumbuka kusubscribe kwa kubonyeza button nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Unabonyeza kengele, una like na kucomment hapo chini. Hapo unakuwa umefanya jambo la kiungwana. Pia usisahau kushare kwa wengine ili wapate kujifunza zaidi. Ndoto ni jambo ambalo limekuwa likiwavutia watu wengi kwa muda mrefu sana. Tangu zamani, watu na tamaduni mbalimbali walikuwa wakiamini kuwa ndoto zinaweza kubeba ujumbe, ishara, hisia na tafakari za mambo yaliyotokea katika maisha ya mwanadamu. Wengine huamini ndoto huja kama onyo, wengine huamini matokeo ya mawazo ya kila siku, na wengine huamini zinaweza kuwa ni chanzo cha motisha na matumaini. Je, umewahi kuamka asubuhi na kukumbuka ndoto fulani kwa uwazi kabisa? Labda uliona unapanda mlima, unapokea fedha, unaona maji safi, au unaingia kwenye nyumba kubwa nzuri. Mara nyingi watu hujiuliza, je, ndoto hii ina maana gani? Au ndoto hizi zina maana gani? Katika makala hii tunaangalia baadhi ya ndoto ambazo mara nyingi watu utafsiri kama ishara za baraka, mafanikio na hatua mpya za maisha. Kumbuka kuwa tafsiri hizi hutofautiana kutokana na tamaduni, imani na mtazamo wa mtu. Moja, kuota maji safi. Maji ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Bila maji maisha hayawezi kuwepo. Ndiyo sababu katika sehemu nyingi duniani maji huonekana kama ishara ya uhai, usafi na mwanzo mpya. Ukiona katika ndoto maji safi yanatiririka, watu wengi huamini kuwa inaweza kuwa ishara ya amani ya moyo, fursa mpya, kuondoka kwa changamoto, mwanzo wa hatua mpya ya maisha. Wengine huamini kuwa kuota maji safi ni kama ujumbe unaokumbusha kuwa bado kuna nafasi ya kuendelea mbele hata kama maisha yamekuwa magumu. Maji yaliyotulia na safi mara nyingi huleta hisia za utulivu. Hii inaweza kuwa pia inaonyesha hali ya akili yako na matarajio yako ya maisha. Mbili, kuota unapanda mlima. Kupanda mlima si jambo rahisi. Kunahitaji nguvu, uvumilivu na jitihada kubwa. Ndio sababu watu wengi huota ndoto za kupanda mlima kama mfano wa safari ya maisha. Watu wengi huamini kuwa ndoto hii inaweza kuashiria kupambana na changamoto, kusogea karibu na malengo yako, kutokukata tamaa, kufikiria hatua kubwa ya mafanikio katika maisha. Kila mtu ana mlima wake. Kwa mwingine ni kutafuta kazi, kwa wengine ni kujenga biashara, kwa wengine ni kujenga familia yenye furaha. Ndoto hii inaweza kukukumbusha mafanikio hayaji kwa siku moja, bali yanahitaji juhudi za kila siku. Tatu, kuota unapokea fedha. Hii ni mojawapo ya ndoto zinazowafanya watu wengi kuwa na hamu ya kujua maana yake. Watu wengi huamini kuwa kuota unapokea fedha kunaweza kuwa na ishara ya fursa mbalimbali, mabadiliko ya kifedha, kipaji kilichojificha, bahati za mafanikio yajayo. Lakini pia wengine wanaamini kuwa fedha katika ndoto si lazima ziwe pesa halisi. Wakati mwingine zinaweza kuwakilisha maarifa, uwezo, vipaji, mahusiano mazuri. Kuna watu wengi wenye vipaji vikubwa lakini hawajaviona bado. Inawezekana utajiri wako mkubwa si fedha tu, bali ni uwezo ulio ndani yako. Nne, kuota nyumba kubwa nzuri. Nyumba huwakilisha makazi, usalama wa maisha ya mtu. Kuota nyumba kubwa nzuri mara nyingi hutafsiriwa kama maendeleo, utulivu wa maisha, mafanikio ya baadaye, mabadiliko mazuri. Nyumba pia inaweza kuwakilisha hali yako ya ndani. Ikiwa nyumba ina mwanga, usafi na mpangilio mzuri, wengine huamini inaweza kuonyesha matumaini na utulivu wa moyo. Tano, kuota mavuno mengi. Mkulima hupanda mbegu kwa matumaini ya kuvuna. Hakuna mkulima anayepanda leo na kuvuna kesho. Ndio maana watu wengi huamini ndoto ya mavuno inaweza kuwakilisha matokeo ya kazi yako, jitihada zinazokuja kulipa, baraka, mafanikio baada ya uvumilivu. Maisha yanafanana sana na shamba. Unachokipanda leo kinaweza kuwa na matokeo utakayoyaona kesho. Sita, kuota unapaa angani na kuruka. Kuota unapaa juu au unaruka angani ni ndoto ambayo watu wengi huikumbuka kwa sababu huacha hisia ya uhuru mkubwa. Watu wanaoamini kuwa ndoto hii inaweza kuonyesha kuondoka kwenye vikwazo, uhuru wa mawazo
kutimiza malengo makubwa, mabadiliko mapya ya maishani. Wengine huota kama ishara ya kutamani kufika kiwango kikubwa zaidi katika maisha. Inaweza pia kuwa makumbusho makubwa. Wakati mwingine mtu anapaswa kuacha hofu na kujaribu mambo mapya. 7. Kuota unapokea zawadi. Zawadi mara nyingi huhusishwa na furaha na jambo la thamani. Ndoto ya kupokea zawadi mara nyingi hutafsiriwa kama fursa mpya, habari njema, kutambuliwa na juhudi zako, kitu kizuri kinachoweza kuingia maishani. Wengine huamini zawadi inaweza kuwakilisha kipaji au uwezo ambao bado haujautumia kikamilifu. 8. Kuota mti wenye matunda mengi. Mti wenye matunda mengi huonekana kama mfano wa mafanikio baada ya juhudi. Watu wengi huamini ndoto inaweza kuashiria mafanikio ya kazi, baraka, ukuaji wa maisha, matokeo mazuri ya juhudi zako. Kama vile mti unavyokuwa polepole kabla ya kuota matunda, maisha pia yanahitaji subira. 9. Kuota watoto wakicheka au wakiwa na furaha. Watoto mara nyingi huhusishwa na usafiri wa moyo, furaha na matumaini. Wapo wanaotafsiri ndoto hii kama ishara ya amani, furaha inayokuja, mwanzo mpya, baraka katika maisha. Wakati mwingine inaweza pia kukukumbusha kurudisha furaha na matumaini katika maisha yako. 10. Kuota njia iliyonyooka au mlango uliofunguka. Ndoto ya kuota njia wazi mbele yako au mlango ukifunguka ni mojawapo ya ndoto ambayo watu wengi huzungumzia. Watu wengi huamini inaweza kuonyesha fursa ya maisha, mwanzo wa safari mpya, kuondoka kwa vikwazo, hatua mpya ya maisha. Mara nyingi hutizamwa kama mfano wa milango ya mafanikio inayoweza kufunguka kupitia juhudi na maamuzi sahihi. Ndoto zinaweza kuwa sehemu ya tafakari na motisha ya maisha, lakini mafanikio hujengwa kwa kazi, nidhamu, maarifa na uvumilivu. Kuota jambo zuri unaweza kukupa furaha, hamasa, lakini hatua unazozichukua kila siku hujenga matokeo ya kweli ndani mwako. Hitimisho. Ndoto zimekuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu kwa muda mrefu sana. Watu tafsiri ndoto kwa njia tofauti kutokana na imani, tamaduni na uzoefu wao. Jambo muhimu ni kutokuegemea ndoto pekee kama mwongozo wa maisha. Ndoto zinaweza kuwa chanzo cha tafakari, matumaini na motisha, lakini mafanikio ya kweli hujenga kupitia juhudi, nidhamu, maarifa na maamuzi ya kila siku. Kama una ndoto kubwa moyoni mwako, endelea kufanya kazi kwa bidii. Wakati mwingine mafanikio huanza kwanza kwenye mawazo, kisha kwenye hatua unazozichukua kila siku. Usiache kuamini katika uwezo wako. Ulikuwa nami Daudi Michael nikikuletea makala hii. Usikose katika makala mengine, kwa sababu siku zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na muwe na siku njema. Ni mimi Daudi Mwaluko.